Mimi kwa jina naitwa Mrida Mshota, mwenyekiti wa Chama cha Wafugaji Taifa. Ndugu waandishi wa habari, sisi tumewaita hapa na lengo kubwa ambalo tumewaiteni hapa Mwanza ni kutangaza kongamano kubwa la wafugaji la mwaka 2025 ambapo litafanyika katika mkoa wa Simiyu, sehemu moja inaitwa Nyakabindi pale Nane. Chama cha Wafugaji Tanzania CCWT inayo furaha kubwa kuwatangazia kongamano la kitaifa wafugaji wa mwaka 2025. Tukio hilo la kipekee litakayolenga kuimarisha sekta ya mifugo kwa kuwakutanisha kwa pamoja wafugaji kutoka nchi nzima. Kongamano hili litafanyika katika eneo la Nyakabindi wilayani Bariadi mkoa wa Simiyu kuanzia tarehe 15 hadi 18 na kilele chake kitakuwa tarehe 18 Mei 2025. Mgeni rasmi wa kongamano hili anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kama ilivyo makongamano mengine ya kitaifa, kongamano hili litapambwa kwa kauli mbiu isemayo wafugaji na maendeleo endelevu. Kongamano hili litawakutanisha zaidi ya wafugaji 200,000 kutoka pembe zote za Tanzania na wadau wa maendeleo, taasisi za kifedha na viongozi wa serikali ya sekta ya mifugo. Wafugaji wataweza kumpongeza Mheshimiwa Rais na serikali kwa jitihada zake za kuboresha sekta ya mifugo katika kipindi cha awamu ya 6. Ilani ya uchaguzi iliahidi kujenga majosho 105, lakini hadi sasa zaidi ya majosho 754 yamejengwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Ndugu waandishi wa habari, sisi tulikuwa tumewaita kuambia jambo hili, lakini sio hayo tu. Serikali ya awamu ya 6 imefanya kazi kubwa sana kwenye sekta ya mifugo. Ukiangalia kwenye majosho, tumejengewa majosho 754 na lengo la serikali ilikuwa ni majosho 105, lakini tumejengewa majosho 754 zenye thamani ya shilingi bilioni 16. Lakini kwa mwaka huu tunakwenda kutoa chanjo ya mifugo kitaifa, ambapo serikali mwaka jana bunge lipitisha kiasi cha shilingi bilioni 28 kwa ajili ya kwenda kutoa chanjo ya mifugo. Kama mnavyojua, sisi kama nchi tulikuwa hatujaweza kupata chanjo ya mifugo kitaifa, na ndio maana hata kwenye masoko makubwa ya nje tulikuwa tumeshindwa kwenda kuuza mifugo yetu. Lakini sasa kutokana na serikali ya awamu ya 6 imejielekeza kufanya kazi kubwa kwenye sekta ya mifugo. Serikali imeweza kutoa lita 52,000, yani yale madawa ya kuogeshea mifugo. Serikali imeweza kutoa zaidi ya lita 52,000 ambazo zimesambazwa katika halmashauri 184 zenye thamani ya shilingi bilioni 2.6. Lakini pia serikali imeagiza madume ya ng'ombe kutoka Kenya, madume bora yale, kama zile zinazofugwa pale Mabukizi. Yani sasa zile ni kama ni zaidi kabisa kwa sababu ni madume wazuri. Serikali imeagiza zaidi ya madume 560 na zimesambaza katika halmashauri 18, ambapo sasa tunakwenda kuboresha mifugo yetu. Tusiwe na ng'ombe wadogo, tunakuwa na ng'ombe wale wenye uzito mkubwa, ambayo ukizalisha ndani ya mwaka moja unaweza kuuza milioni 5 na kuendelea. Sio kuzalisha ng'ombe ndani ya mwaka moja unauza shilingi 400,000. Kwa hiyo tumeshahama huko. Pamoja na haya mengine, pia tutakuwa na midahalo ya kitaifa, ambayo katika midahalo hiyo, ndugu waandishi wa habari, sehemu ya kongamano hii itahusisha midahalo ya kitaifa yenye tija baina ya wadau wa mifugo. Waziri wa mifugo ataongoza mjadala huu kuhusu changamoto na fursa ya sekta ya mifugo, ikilenga kuandaa mikakati mpya ya kuendeleza na kutatua changamoto yanayogusa wafugaji, kuendeleza sekta ya ufugaji wa kisasa zaidi. Ndugu waandishi wa habari, kongamano hii pia inahamasisha ufugaji wa kisasa endelevu kupitia elimu na matumizi ya teknolojia ya kisasa. Kongamano hii itahamasisha mbinu bora za ufugaji zenye tija na ubora wa mazao ya mifugo na uhifadhi wa mazingira kama sehemu ya mpango wa kitaifa kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, kuimarisha ushirikiano na utekelezaji. Ndugu waandishi wa habari, kongamano hii itakuwa na jukwaa muhimu la kuimarisha ushirikiano na uwekezaji. Wafugaji watapata nafasi ya kuungana na taasisi za kifedha na wadau wa maendeleo kwa lengo la kuongeza uwekezaji. Serikali imefanya jitihada kubwa sana kutokana na ile tume ya mawaziri wanane
wa sekta wameweza kupitia maeneo mbalimbali ya wafugaji na kuweza kutatua changamoto, na zaidi ya hekta milioni 3.5 zimeweza kupimwa na kumilikishwa kwa wafugaji. Na ndio maana sasa hamwezi kusikia kesi za wafugaji na wakulima, kesi za wafugaji na wahifadhi zinaweza kujitokeza mara chache sana. Hizo ni jitihada kubwa ambazo zimefanywa na serikali ya awamu ya 6. Na ndio maana sasa imeendelea sasa sisi kama chama cha wafugaji kuweza sasa kuandaa kongamano kubwa la kitaifa ambalo linaweza kuwakutanisha wafugaji nchi nzima, kumpongeza Mheshimiwa Rais pamoja na kazi kubwa iliyofanyika na mambo mengine mbalimbali ambayo sasa tunakwenda kujadili mambo mbalimbali ambayo yanagusa sekta ya mifugo katika nchi hii. Asante sana ndugu mwenyekiti Mrida Mshota, ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wafugaji Tanzania. Kwanza kwa heshima hii ulionipatia kama kijana, kama mwanahabari, kuweza kuwa balozi wa wafugaji Tanzania, na umeshatoa wito kwa wafugaji karibu wote sasa wanipokee kokote huko niliko nataka kwenda mimi na timu yangu. Kwanza nakushukuru sana katika hilo. Lakini kikubwa ni kwamba kimsikia katibu alidokeza kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na makundi karibu yote. Amekutana na wachimbaji, amekutana na makundi ya siasa, amekutana na madaktari, amekutana na wanafunzi, amekutana na makundi karibu yote kwa upana, na wamezungumza changamoto zao na wengine wameenda kumpongeza. Lakini hajawahi kukutana na wafugaji. Hii itakuwa ni kwa mara ya kwanza. Nimemsikia mwenyekiti anasema zaidi ya watu 200,000 wanakwenda kukutana Nyakabindi pale Bariadi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.